Kwa nini ulimwengu mzima unatawaliwa na pesa? Kila sehemu ni pesa, vita huku na huku ni. Kwa nini Yesu Kristo aliita pesa mammon? Nafasi ya wanakristokrasia, God's representative on earth, God ambassadors on earth. Nafasi yao ni nafasi gani mbele ya pesa? Kweli. Shalom, shalom. Ni Apostle John Kapeta, Apostle wa Kristokrasia Afrika. Leo tunaendelea na kipindi chetu cha Kristokrasia au Kristokrasia, mamlaka ya utawala wa Kristo duniani kupitia Wakristo wa kweli au kupitia mabalozi wake. Na siko peke yangu, niko na mtumishi wa Mungu, ni mwalimu Willy Balebele kutokea DRC. Tuko naye, ninamkaribisha kwa sababu tulikuwa na kipindi kilichopita. Sasa hivi tuko tena naye kipindi hichi hapa, akiwa anatokea Burundi, huko kwenye kazi ya kitume. Karibu sana Dr. Asante sana Apostle kwa kunipokea mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru. Amina. Watazamaji na wana Kristokrasia, mahali popote mlipo mnaotutazama na kufuatia vipindi vyetu, leo tutakuwa na mambo kama 4-5 hivi tutakwenda kuongeza kwenye kipindi chetu ambacho tulikuwa nacho kilichopita. Kipindi kilichopita tulikuwa tumeongea sana masuala ya injili, ya mafanikio na kutengeneza rasilimali pesa kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini kwa mtazamo wa Kristokrasia. Sasa leo tutakwenda kuongelea hizi pointi ambazo zimetoka kuzisema hapa. Pointi ya kwanza tutaongea kwa nini, ni maswali ambayo tutakwenda kudiscuss au kwenda kujadiliana. Kwa nini ulimwengu mzima umetawaliwa na pesa? Ulimwengu wote umetawaliwa na pesa. Hiyo ni swali la kwanza ambalo tutakwenda kuongea kuhusiana na masuala ya majibu yake kwa mtazamo wa Kristokrasia. Na jambo la pili litakuwa ni kwa nini Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 24 aliita pesa mammon. Mammon. Kwa nini aliita pesa mammon? Ukumbuke Yesu alisema kwamba hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili, utumikia Mungu na katumikia mammon au kutumikia pesa. Kwa nini aliita pesa mammon na mammon ni nini? Na jambo la tatu litakuwa kanisa, je, linatakiwa pia kukimbizana na pesa au kutafuta pesa? Kanisa linatakiwa nalo pia kutafuta pesa kama vile watu wote wa ulimwengu wanatafutana na pesa? Na la tatu, la nne na la mwisho ni nafasi yako wewe kama Mkristo, nafasi yangu mimi kama mwana Kristokrasia katika ulimwengu huu, nafasi yangu mimi mbele ya pesa. Nafasi yako wewe mchungaji, nafasi yako wewe mwana Kristokrasia kijana mbele ya pesa, una nafasi gani katika masuala ya pesa? Kwa hiyo ndio yale ambayo tutakwenda kuyaongelea siku ya leo, na nitachukua nafasi hii, tutasikiliza kwa Dr. ambaye ni mwalimu wetu wa Kristokrasia huko DRC Lubumbashi, na katibu mkuu wa CMG
Christocracy Movement Global huko Afrika, atakwenda kutupatia yale ambayo atakwenda kuyaongea kuhusiana na ili la kwanza, kwamba kwa nini ulimwengu mzima unatawaliwa na pesa. Kila sehemu ni pesa, vita huku na huku. Unasemaje Dokta? Nasema asante sana Apostle kwa kunipatia nafasi ya kuweza kuongea kuhusu maneno hiyo ine. Lakini kitu cha kwanza nipenda kuomba kwa wale wote wanakuwa natutazama na wale wote wanakuwa natusikiliza, kwa kuwa katika huduma ya Kristokrasia tunatoa ufunuo yenye Mungu aliweza kutupatia kumbele ya kanisa. Atufikiria kuwa tuku peke yetu wale wanaelewa vizuri maneno. Hata kama visi tutaongea hapa, inakuwa kama tunahamasisha watu kufanya, kusikia, kutazama kama sisi. Ndani ya Kristo tuna uhuru ya Roho Mtakatifu. Lakini mchango tu tutapeleka. Nasikia swali ya kwanza. Unasema kwa nini pesa inatawala ulimwengu hii? Swali inakuwa na shida ndani yayo jamani. Mara nyingi katika ulimwengu wetu ya Wakristo tunaongea kuhusu watawala wawili. Kwa upande mmoja tunaongea kuhusu Mungu, kwa upande mwingine tunaongea kuhusu shetani. Imejulikana hivyo ya kwamba kama ina Mungu anatawala, basi shetani anakuwa anatawala. Katika swali unauliza kwa nini ulimwengu mzima inatawaliwa na shetani au inatawaliwa na pesa? Ni swali nzuri sana. Je, kweli ulimwengu umetawaliwa na pesa? Ni swali tena kidogo tunapaswa kuijibu. Kwa nini hatukuweza tukaongea mara moja kwa nini ulimwengu haitawaliwe na shetani? Tunaanza kuongea kuhusu pesa. Jambo la kwanza, tusitazame pesa kama hela. Kwa sababu kama tunatazama pesa kama hela, tutakosa kuingia katika mawazo ya Mungu. Maana tusitazame pesa kama karatasi. Kama karatasi. Kama sarafu, tusione sarafu tu. Hapana. Tutazame pesa kama mali, kama utajiri, kama vitu vile vinakuwa naonekana kwa macho, vile tunakuwa tunaishi navyo, vile tunawazia kuwa tukiwa naishi, tukiwa tunatenda, tukiwa tunatembea ni kwa sababu ya hivi vitu. Tuchukulie kwa mfano ndege. Kama unaangalia ndege utaona tu ni chombo tu, lakini kila chombo, kila kitu ni kwa nyumba nzuri kubwa, bana ihesabu kwa pesa. Utaongea ndege, lakini batapenda kujua sema hii ndege ilinunuliwa kwa pesa kiasi gani. Ndio utasema hii ni ya milioni, sijue bilioni ngapi, ni ya bilioni ngapi. Nikisema kila kitu kyote kinavyoonekana tunakihesabia kupitia pesa. Na wakati mtu ananunua gari, hii gari kiasi yayo mpesa ina nguvu. Na ile nguvu, wakati mtu anaingia kwenye hii gari, nasikia siku nyingine mchungaji mwana anasema eti wewe ukinunua gari au unafikiria sasa unanunua gari. Alipenda kuongea, anasema kuna magari kali. Wao hawezi kuongea kuhusu gari kama ni pesa. Nikisema kuna wakati mtu anakuwa na mali, wakati mtu anakuwa na utajiri, ana hesabu katika kiwango ya pesa na anasema kwa sababu na kiwango fulani inanipatia uwezo. Katika ulimwengu kila kitu kyote kinahesabiwa kwa pesa. Ndio kwa maana leo kama vile uleta mfano, na kuna mifano nyingi aina paka Kongo, tunaweza kuongea mambo ya Ukraine, tunaweza kuongea mambo ya mavita inakuwa katika ulimwengu mzima. Kwa nini ile mashambulizi yote? Kwa nini vita yote ile? Watu wanatafuta si pesa tu, lakini uwezo ile inapatikana kwenye pesa. Uwezo ile inapatikana kwenye vitu. Sasa ile uwezo inapatikana kwenye pesa, ile inapatikana kwenye vitu, kwenye madini na vingine. Njoo ile inakuwa natawala sasa ulimwengu mzima. Na wakati inakuwa natawala, pesa inacha kuwa ya karatasi, vitu vinacha kuwa vitu vinavyoonekana, inakuwa kama sanamu yenye mtu anategemea,
akizania kupata ulinzi kutokea huku, akizania kupata kila kiokiote aitwapo kutokea kwa hivi vitu. Njoo pale una sababu ya kusema kwa nini ulimwengu karibu mzima, nasema karibu mzima kwa sababu kuna wana kristokrasia nao pia weko katika ulimwengu, lakini bado tutaelewa hapa aba yatawaliwa kwa ngisi hii. Nafikiri ni jambo la kwanza nitaweza kuleta kama mchango. Asante sana Dokta kwa maelezo mazuri. Ni kweli kwamba pesa inatawala ulimwengu kama alivyoeleza mwalimu wetu. Pesa inatawala. Kuna kitu ambacho mwalimu ameongea vizuri, amesema tungesema moja kwa moja kwamba kwa nini ulimwengu unatawaliwa na shetani. Kwa sababu mara nyingi watu tunasema ulimwengu unatawaliwa na shetani, ni kama vile kuna shetani fulani amekaa sehemu ana ikulu yake ana nani. Hasa hapa tunaposoma haya masuala ya pesa, unakuta ya kwamba sio shetani kwa namna hiyo ambaye watu wanavyofikiria, kwa sababu kinachotawala ulimwengu huu ni pesa. Kwa sababu pesa, kitu cha kwanza, pesa inampatia mtu inatawala watu wanaoiamini, na watu wengi sana wanaamini pesa kuliko kumwamini hata Mungu mwenyewe. Wanaamini pesa sana kuliko kuamini hata Mungu aliyeumba rasilimali, vitu. Alafu vile vitu vile unapoviuza ndio unapata pesa. Alafu watu wanasahau kabisa, ni sawa na mtu kula mboga alafu kusahau majani ya hiyo mboga. Kwa hiyo unakuta kwamba ndio kitu kinachofanyika sana. Na hapo naongea na watu wa kanisani, siongea na watu wa nje. Hawa ni wa kanisani sababu sisi ni wachungaji, tunataka tuele. Kwa hiyo pesa, watu wote wameweka matumaini yao yote kwenye pesa. Wameweka matumaini yao yote kwenye pesa, na pesa wabeka matumaini yao kwenye pesa kwa ajili ya kupata ulinzi, kupata ushawishi na kuishi kama ulivyoeleza, na kuwa pia na sifa kubwa katika dunia hii. Ndio maana zile vita unakuta watu wanakuambia sisi tuko super power, sisi tuko hivi. Hivi vyote vinatokana na nini? Na pesa, kwa sababu hakuna serikali yoyote hapa duniani inaweza ikajigonga kifua kama haina na nguvu ya uchumi. Kwa hiyo, lakini kuna kitu kimoja unakuta kwamba watu wote hawa wanatawaliwa na hizo pesa, kwa sababu pesa inaweza ikawapatia hivyo vitu wanavyoviona, ulinzi, utawala. Na wanapojiona kwamba hawana na pesa, wanasikia wanapata uhaba. Unajua, unapokosa pesa, unapokuwa hauna na rasilimali vitu, unasikia uhaba, umepungukiwa kabisa, kwa sababu ya kutokuwa na pesa. Kwa sababu pesa ukiwa nazo unaweza kufanya unavyoweza kutaka. Chochote kile unachokitaka unaweza kukifanya kwa kuwa na pesa. Kwa hiyo tunaona kwamba pesa ni kama alivyoeleza, sio karatasi. Pesa ni rasilimali, vitu ambavyo vinafanya kwamba mtu anapovipata anapata pesa, alafu anapata ulinzi na anapata pia ushawishi na sifa, na vitu vyote vya dunia hivi anaweza kuvipata. Kama Biblia inavyosema, pesa inaweza ina majibu ya kila kitu. Ndio maana watu wote wanapenda pesa. Ni kweli watu wote wanapenda pesa, na pesa lazima itawale, kwa sababu hakuna utawala bila pesa. Kwa swali la kwanza tumepita. Takwenda kwenye swali kwenye pointi ya pili, ambayo ni swali pia lakini ambayo tunakwenda kuiongelea baadaye, tutakuja kuleta conclusion. Kwa hiyo nataka niende kwenye ya pili kulingana na muda wetu, kwamba kwa nini Yesu Kristo aliita pesa mammon? Ndio. Aliita mammon kwa nini? Anasema hakuna mtu anaweza kutumikia mabwana wawili. Akatumikia pesa, alafu akatumikia Mungu, akatumikia na mammon. Kwa nini aliita mammon? Jambo kubwa zaidi mchungaji, Apostle, ni ngisi Roho Mtakatifu alipenda kuongea kupitia mkino ya Bwana Yesu. Anasema mtu hawezi kutumikia babwana bawili. Hapa sasa anatusaidia kuelewa jambo tulikuwa tunatokea mkuweza kuongea. Pesa au uwezo ya pesa au uwezo ya utajiri ya mali, hapa banailinganisha kabisa. Kwa upande wanaongea wanasema Mungu ni Bwana. Kwa upande wengine wanaongea wanasema
pesa au uwezo ya pesa, uwezo ya utajiri ni Mungu tena pia. Kwa sababu wakati wanasema Mungu ni Bwana, wanasema mali ya dunia inayoitwa Mammon, pesa inayoitwa Mammon, nayo pia ni Bwana. Sasa Yesu asiongee kama mtu anakuwa na fikiria au kama mtu analeta mtazamo wake, lakini anaongea kama Bwana. Na wakati anaongea kama Bwana, nikisema sauti yake inakuwa ndio na amina. Kama upande wake hauna na wasiwasi, hauna na shaka mbele ya hii neno. Asisemi inawezekana mtu atumikie babwana bawili. Anasema haiwezekani kabisa. Inakuwa kama vile sheria. Anaweka mbele ya kanisa sheria. Au unamtumikia yeye Mungu, au unatumikia mali, unatumikia utajiri ya ulimwengu hii, unatumikia pesa. Lengo ya Bwana ni kutupeleka uchakua kinavyostahili, kinavyofai sisi kama waamini, sisi kama watoto wa Mungu. Ile ni jambo la kwanza. Anasema haiwezekani. Na anaendelea kwa ajili ya kuhamasisha kabisa tuelewe vizuri. Anasema kama itawezekana utumikie wawili, lakini alipenda kutujulisha hivi: hautawapenda wote kwa namna moja. Sawa. Utapenda mmoja, utachukia mwingine. Sawa. Sasa nani utachukia? Utamchukia Mungu au utachukia pesa, utachukia mali, na vile vyote vinakuwa naleta sifa hapa duniani. Anatuweka mbele ya changamoto, lakini mwepesi kwa wale wameshamchakua Yesu Kristo. Wataelewa, watasema kweli sisi nafai tumtumikie Bwana mmoja, na ule Bwana mmoja ni mwenyewe Yesu Kristo, ndiye Mungu wetu. Ni ile, na kwa sababu kidogo tunaweza kusema pale, sijui kama kuna jambo lingine nafaa tuongeze, tutaongeza kidogo, kwa sababu anasema utachukia mmoja na utapenda mwingine. Na anaendelea anasema hakuna namna kabisa ya kuweza kufanya vyote viwili. Haiwezekani. Sawa. Haiwezekani. Asante sana Dokta, ameeleza vizuri sana, kwa sababu Yesu ameonyesha. Ninaongeza kwa kusema Yesu Kristo anasema hawezi kutumikia, hakuna mtu anaweza kutumikia mabwana mawili. Kwa hiyo aliita Mammon, akaita Mungu, akaita na Mammon. Kwa hiyo tunaona kwamba Mammon ni nguvu ya pesa. Mammon ni sanamu. Unajua Yesu amefikia hatua ya kuita pesa Mammon kwa sababu ni tamaa. Tamaa na kupenda kwa pesa. The love of money. Unaona, anaita Mammon. Unajua unapopenda kitu chochote kile kuliko Mungu, kitu chochote kile kinachochukua nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, kama sio Mungu, hicho kitu tayari kimekuwa sanamu kwako. Kwa hiyo watu wanaotumikia pesa wamefanya pesa kuwa mungu mwingine, kumfanya pesa kuwa mshindani na Mungu. Wanalinganisha mali, utajiri na Mungu. Ni kwamba banakuwa kama wanaabudu, kwa sababu kama mtu unamuita ni Bwana, ana nafasi ya kumwabudu, ana nafasi ya kumtegemea, ana nafasi ya kujificha kwake, kwa sababu yeye ni Bwana, ni mtawala. Sababu pesa inaleta ulinzi, inaleta ushawishi, inampa mtu sifa, inamfanya mtu kutembea kifua mbele kabisa. Ndio maana watu wanakimbilia pesa. Sasa nataka niseme ya kwamba unapokimbilia pesa, ukumbuke ya kwamba pesa imeumbwa na Mungu, sio mwanadamu aliyetengeneza pesa. Ninaposema pesa naongea rasilimali. Rasilimali zinazoleta pesa, kwa sababu Mungu ndiye anayetupa nguvu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8. Unaona mstari wa 18. Inasema utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa sababu yeye ndiye akupaye nguvu ya kunemeka. Ndio. Manake nguvu ya kutengeneza kila kitu. Fedha. Unaona? Sasa Mungu anakupa nguvu
alafu badala ya kumtumikia Mungu unatumikia pesa. Ndio maana nimekuta kuna wachungaji wengi na watumishi wa Mungu wengi, hao watu wengi sasa hivi hata kumtumikia Mungu wanataka kwanza pesa. Jamani, pale pana sababu ya kuweza kuomba. Sasa wale watu tunaweza kusemaje, wanamtumikia Mungu au wanatumikia pesa, dokta? Kabla ya kufanya kitu, wengine hata wakisikia kuna kongamano, kuna nini, wanatuletea nini? Je, kuna cha kwetu kipo? Na kama hakipo, hawafanye kazi. Sasa nataka kujua kwamba hawa watu kwa kweli ili wameelewa Yesu. Hawa watu walikuwepo kipindi kile cha Yesu, ni kama walikuwepo pia, kwamba wapo leo, hata waimbaji wapo kabisa. Nakwambia mimi siwezi kuja kuimba angalau niwe umeniandalia kwanza mammon, uniangalizie pesa kwanza. Unakuta kwamba moyo wake hauko kwenye utumishi. Moyo wako hivi, pastor, itaonekana kama unaongea vibaya kama unasema mimi sitafika kule kama bado au ya niandalia. Napenda pale usitae mammon, kwa sababu kama unamtae mammon watakasirika. Hatutaye pesa. Mimi sitakuja kwa sababu nataka kwanza pesa. Unajua nina mke, unajua nina mafuta, watoto, ninakuja, unajua na mimi na vijana wangu. Kwa hiyo mpaka unyandalie kwanza. Sasa hiyo roho inayofanya kwamba mpaka kumtumikia Mungu pesa ipatikane, hiyo ndio inaitwa mammon. Sasa Yesu anasema hauwezi kutumikia Mungu ukatumikia na mammon. Ndio. Sasa ndio hicho kwamba pesa imekuwa mammon kwa sababu imekuwa sanamu, sababu ya watu kutoa ibada zao kwanza kwa pesa, alafu kumsahau yule anayewapa nguvu ya kuweza kumtumikia Mungu. Kwa sababu watu wanapofanya huduma madhabahuni pale, kuna watu wanaanguka, anadondoka, anakufa. Ndio. Na hiyo pesa hajachukua tena. Lakini Mungu anayekupa nguvu pale ya kufanya, unashindwa, unakimbilia kwenye nini? Unakimbilia kwenye pesa. Ndio. Unaona? Unakimbilia kwenye pesa. Kwa hiyo Yesu Kristo aliita pesa mammon kwa sababu ni roho inayotawala ulimwengu. Kwa hiyo walimwengu tu ndio wanatawaliwa na hiyo roho. Kwa Kiingereza wanasema the prince of mammon. The prince of mammon, greed. Unakuta ni hiyo roho inayotawala ulimwengu, roho ile ya ushindani, roho ile ya tamaa, roho ile ya kupenda vitu. Hata Yesu Kristo alipojaribiwa kwenye ile jaribio la mwisho la tatu akiwa nyikani, alimfuata Ibilisi, alimfuata akamwambia, niabudu tu, mimi nitakupa fahari zote sababu ninavyo. Niabudu tu, nitakupa fahari zote, vitu vyote sababu nilipewa. Sasa Yesu Kristo yeye, kwa sababu alijijua yeye ni nani, na alijua kwamba yeye hakuwa na tamaa ya hivyo vitu. Yeye hakuja kwa ajili ya kutawaliwa na vitu, alikuja kwa ajili ya kutawala vitu. Sawa. Unaona? Ndio maana Yesu Kristo anasema imeandikwa, utasujudia Mungu Muumba wako tu, si mwingine. Pastor, swali yako inabidi tuijibie. Je, hao watu ni watumishi wa Mungu? Tunaweza kujibu kwa namna mbili. Ndio. Kisha tunaweza kujibu aseme hapana. Mimi nafikiri namna moja tu kwamba Yesu alisema hakuna mtu, hakuna. Napenda kuelewesha pale vizuri mchungaji. Kuna kutokujua tu. Inategemea na ngisi huyu mtumishi aliweza kufundishiwa tokea mwanzo ya imani yake. Kuna watu wana moyo safi tu, wanamtumikia Mungu kwa nia nzuri tu, lakini mafundisho waliopokea wakati iliyopita haikuweza kuangazia vizuri. Wanafanya hii jambo kama wanafanya vizuri, lakini si vizuri. Kama kunakuwa revelation inakuwa ni kwamba kuna muda tunaweza kutembea kwenye giza kwa kutokufahamu, kwa kutokupata ufunuo, tunafikia mahali Mungu anakuwa kutuangazia. Ndio. Njoo kwa maana utakutanisha kiasi cha watumishi wa Mungu
wengine, siseme wote, anaweza kuambia sema, jamani, unanikaribisha kanisani kwa sababu sina na hela ya kuweza kununua mafuta, au hata kama ninayo ni ya kwangu, wawezi kunikaribisha kwenye kanisa lako, usinipe hela, mimi nichukue ya kwangu, mimi niweke kwenye gari, licha ya kwamba hela anazo. Sawa, ile roho tu ya tamaa bado kama ile ya ulimwengu. Ndio yeye anafikiria kwamba kwa sababu unamuita, unapasha wewe uchukue ile mziko yote, umpatie hela ya kutosha kwa ajili ya yeye. Kwa hiyo kinachomfanya sio kukosa hela, si kukosa hela, ni mamon, ni ile roho ile anaona yake ni kidogo, haifai, ni ya kufanya na maneno mengine, haiwezi kupeleka katika ufalme. Sasa wale ndio tunatumainia wakati kwa tunaongea hivi. Mungu atusaidie hii maongezi yetu ifikie wale wa ndugu zetu, kwa sababu tunao wengi tu wana moyo mzuri kwa kuweza kutumikia Mungu, lakini bado habayayua waseme hiki tunafanya si kizuri. Wanafikiria kutumikia Mungu, lakini bado habayamtumikia Mungu, wanatumikia pesa, wanatumikia mali. Ndio maana Dokta, mimi nikushukuru sana. Ulichosema ni kweli. Ufunuo wa Kristokrasia umekuja kutufunua macho, tuelewe mamlaka ya ufalme wa Kristo duniani kupitia Wakristo wa kweli ni yakoje, kwa sababu sisi tulivyokuja duniani hapa, kama tumekuja kutumikia vitu ambavyo Mungu ameviumba, tukamsahau Mungu. Licha ya, unajua mwingine anakuambia sasa, mchungaji, nina familia, nitakulaje? Nitakunywaje? Ina maana ni kama kuita jamani kuhiyo huduma. Sasa Mungu amemwita, hajamupa hela, anamupa hela kwa hiyo njia. Sasa kama bado habayatumikia Mungu, wanatutumikia sisi wakati tunawakaribisha. Sasa wewe ndio umemkaribisha, yeye hajaitwa na Mungu, wewe ndio umemwita. Basi nimulipe. Umulipe. Yeye anataka malipo yake pale pale. Sasa kama unataka yeye anakuja kuimba kanisani, kanisani kwako wewe, hajaje kwenye kanisa la Kristo. Njoo kwa maana batakuwa na malipo yoyote. Yesu anasema wakati unapata mshahara yako kukazi, hautatumainia kupata kitu kutokea kwa upande wangu. Sasa mshahara wote unayotokea kwa watu ni wa muda tu. Ni maneno nitapenda kuongelea kuhusu utajiri. Kuongelea kuhusu pesa. Nataka kuonesha kwa nini hapa Tanzania. Nasubiri kidogo, nitakudiria kuile jambo kuswali ya mwisho, wakati unapenda kuongea mtazamo wetu sisi kama Wakristo. Nafikiri pale tutaongea. Mimi nilikuwa nataka tu niongeze kitabu kimoja kwenye Biblia. Kitabu hichi ni kitabu cha mtume Paulo amemwandikia Timotheo. Katika Timotheo sura ile ya 6 mstari wa 17 mpaka 18 anafanya command. Biblia inaongea, ninataka nisome kwa kuelewa kidogo. Ninataka nisome pale kidogo tuone alikuwa anataka kuongea nini. Nitasoma kwa hapo kwa Kizungu. Inasema hivi: command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good and to be rich in good deed, and to be generous and willing to share. Ni kwa Kiswahili Mtume Paulo ameandika hii barua, anampatia Timotheo hii barua. Anamwambia kwamba waambie watu wote ambao ni matajiri katika maisha ya sasa, wasiwe na kiburi wala wasitegemee utajiri wao usiokuwa na uhakika, bali wamtegemee Mungu, yeye anayetupatia kila kitu kwa furaha yetu sisi. Wawe matajiri katika matendo mema, na wawe watu wenye moyo wa kushirikishana na wengine vitu alivyo navyo. Sasa mimi nimeona hapa Mtume Paulo anaongea na matajiri. Kwa hiyo hata kanisani kunatakiwa kuwe matajiri. Hata katika ulimwengu wetu wa Kikristo lazima tuwe na matajiri. Hawa matajiri lazima wajue kwamba wasitegemee utajiri wao wa maisha yao ya sasa, sababu hauna na uhakika. Kwa hiyo hata uwe tajiri namna gani, hata wakuchangie pesa makanisa mengi, unaenda huku naimba, unafanya huduma, unapewa utajiri. Biblia inasema it is uncertain, ni utajiri usiotegemewa. Kumbe kuna utajiri mwingine unaotegemewa, ni kuwa tajiri katika kutenda mema, alafu kushirikishana
au kushiriki kile ulicho nacho wewe na watu wengine. Pastor, unasikia maneno hii banaongea kwa mtumishi wa Mungu Paulo. Inasema ongea na watajiri wa ulimwengu hii. Aba yasema muongee na watajiri wasipokuwa ndani ya kanisa. Kwa sababu nao wa Kristo weko katika ulimwengu. Ndiyo. Nao wasiokuwa wa Kristo wako katika ulimwengu. Lakini neno la Mungu mara nyingi iko nenda mbele kwa wale weko ndani ya kanisa. Yes, kwa watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu. Anasema ongea na wale weko watajiri. Hapa tunapenda tena tusaidiane wa jamaa. Watajiri haina tu wale wana pesa nyingi, wana vitu nyingi. Watajiri ni wale wanaweza kuwa na chochote kile banaweza kutegemea isipokuwa Mungu. Ndio kwa maana wanasema angalia wale watajiri wa dunia wa ulimwengu, wewe wajulishe kuwa wasikuwe na kiburi. Nikisema mali, utajiri, wakati mtu anaitumia, anaitegemea, haimwache bure, itampatia kiburi. Kiburi nakyo kinaweza kiburi kinamtoa mtu mbele ya Mungu. Kinamtoa mtu mbele ya Mungu. Nikisema kiburi ni kusema mtu anakuwa anafikiria sema yana kwa Mungu sasa. Ndio. Ndio kwa maana anasema Mungu asikubali mtu akwe na mwenye kiburi, anamshusha. Atamshusha. Hata mfalme Nebukadneza alishushwa kwa kiburi. Kwa sababu ya kiburi tu. Ndio kwa maana utakutanisha hata katika ulimwengu wetu ya Wakristo kuna wenzetu watumishi wa Mungu, basi tuwaite vile kwa sababu hatuna nafasi ya kuweza kukatala huduma wao, lakini kiburi kimejaa. Utakutanisha kiburi kisipoelekewa. Anakuwa anaongea hata katikati ya wenzake watumishi wa Mungu, lakini asifikiri aseme katikati ya wale anakuwa anaongea nao kuna watu wana roho ya. Sasa yeye labda ana gari, ana V8, ana nyumba ya gorofa, nakwambia mwenzangu ana vitu vingi. Sasa anaweza kuuliza wenzake aseme hii ni huduma mnayo, ni huduma gani? Alafu yana kanisa la washirika 500. Wewe ni Mungu gani mnakuwa natumikia? Basi mnakosa paka na magari. Hata kama mna magari ya hii haina kweli ni Mungu. Hapana. Kile kiburi kile kinaonesha sema au yampatia Mungu fazi yake. Ndio kwa maana Kristo alisema unamtumikia mamon. Unatumikia mamon. Hata kama unasema vizuri, unaongeza Bwana Yesu asifiwe, Mungu ni mkubwa, lakini kutumika au tumike kwa ajili ya Mungu, unatumika kwa ajili ya mamon. Na kazi ya kutumikia mamon haionekane kwa mwili. Kazi yote tunayotumikia Mungu inaanza kwa moyo. Na ule anakuwa anaangalia kila kiote kina ndani ya moyo ni Mungu mwenyewe. Mbele yangu utaonekana kama mtu anatumikia Mungu tu. Hata mimi tuseme na wewe unatumikia tu Mungu, lakini huku ndani motivation yako ya kile unakuwa unafanya ni nini? Ni sifa irudie kwa Mungu. Asante sana Dokta, kwa kweli maelezo ni ya kweli kwamba tunapokuwa tuna kiburi kwa sababu ya vitu tulivyokuwa navyo, Mtume Paulo anasema kwa kweli tusitegemee vitu. Hata katika huduma yetu vitu visiwe motisha. Tunachotaka kufanya chote, nataka kujua biashara yangu kwa kiasi gani, ninataka kujua hivi. Kwa kweli hawezi kutumikia Mungu ukiwa na tamaa ya vitu. Sasa point ya 4 ya tatu naona leo kwa kweli tumekuwa na vitu vya muhimu sana. Ya tatu ni kwamba nataka nipate mchango wako pia kuhusu, je, kanisa pia linaweza kuwa linakimbizana na pesa? Kukimbizana tunasema kwa kizungu kwamba the church pursue the money. Kanisa kama kanisa linaweza kuwa nalo pia linakimbizana na pesa, kutafuta pesa. Hao inakuwaje? Ni kweli kama Yesu alisema hivyo. Ni swali nzuri sana, narudia kuile kipindi yetu iliyopita. Kipindi kiliyopita tuliongelea, ulisema kuhusu maneno ya kufanya pesa, kutafuta pesa na vingine. Sasa kanisa haiwezi kukimbizana na pesa. Turudie tu katika nchi inajulikana kwa sisi wote. Mutafute mbele
ufalme wa Mungu na haki yake na kila kingine kyote kitapewa bure. Ndio nikisema pesa kwa ajili ya kanisa itampewa na Mungu, lakini hapa tena tutaeleweshana vizuri. Kumpewa na Mungu nikisema nini? Unabaki tu nyumbani kwako tokea asubuhi mpaka jioni, Mungu anakushushia. Mungu atanishushia. Hapana. Kanisa haiwezi kufukuzana na pesa hata na vitu. Mimi inawezekana pesa na vitu kufukuzana na kanisa. Wow. Sawa sawa. Pesa haiwezi kuacha kanisa, itafukuzana na kanisa. Kwenye kanisa inaenda, pesa inafuata kanisa. Haleluya. Kwa sababu kanisa anahitaji pesa, lakini pesa njoo kunafukuzana na kanisa, utajiri njoo kunafukuzana na kanisa, aina kanisa kunafukuzana na pesa na utajiri. Kwa hiyo nikitaka kuelewa vizuri, tunasema ya kwamba the church is a superstructure for kingdom governance on earth. Yeah. Kanisa ni taasisi la kimungu kwa serikali ya Mungu duniani. Kisha taasisi ya mwisho hakuta kwa taasisi nyingine, ni kanisa tu. Kwa hiyo ina maana ufalme wa Mungu uko unaonekana kupitia kanisa. Kwa hiyo kama ufalme wa Mungu unaonekana kupitia kanisa, kwa hiyo pesa inadhibiti kanisa au ni kanisa linatakiwa kudhibiti pesa? Ni kanisa inaitwa kudhibiti pesa. Amina. Maana yake kanisa ni ufalme. Kwa hiyo watu ambao wako ndani ya kanisa hawa ni ukoo wa kifalme. Kwa hiyo ni sawa na serikali. Kila serikali duniani hapa, kila nchi ni serikali ndiyo inayodhibiti pesa. Ndio. Hata wizara ile ya uchumi na wizara ya pesa ni serikali ndio ina control. Inadhibiti. Sio pesa ina control. Na wakati pesa inakuwa na control, ndio kwa maana mataifa yetu ina shida. Ubalozi sijue watumishi wote wanafanya kazi katika serikali. Kama pesa inawatawala, wanasabu taifa. Hawawezi kutumikia bene inchi kwa sababu wanatawaliwa na mapendo ya pesa. Kwa hiyo hapo tena inarudia kama ile ya Mammon. Wanasahau kazi, wanaanza kutumikia Mammon. Kwa hiyo tamaa kwenye serikali, lakini anatumikia Mammon. Ndio maana unakuta watu wengine hata serikali inawakataza kuchukua rushwa, wanachukua tu. Kwa hiyo ni Mammon njoo na yeye serikali anawapatia kwa ajili ya kutengeneza sijue njia, kutengeneza barabara na vingine. Wao pia wanabeba ile hela wanakula kwa sababu wanatumikia Mammon. Kwa hiyo wasikilizaji, watumishi wa Mungu, sisi ni wana wa ufalme wa Mungu. Tunaakilisha ufalme wa Mungu duniani. Sisi tunatakiwa kudhibiti pesa. Mfalme anadhibiti rasilimali. Sio rasilimali zinamdhibiti. Kwa hiyo kama katika utumishi wako wewe umedhibitiwa na vitu, basi amtumikie Mungu. Basi nataka urudie kabisa, usome vizuri na umombe Mungu kabisa akuelekeze. Lakini ufunuo wa Kristokrasi uko wazi kwamba it is the kingdom that controls the money. The money cannot control the kingdom. Na Dr. ameeleza vizuri kama pesa ikibadilika tu inaanza kucontrol ufalme, inaanza kucontrol serikali, tayari mambo ya msingi hatafanyika. Ndio maana hata katika kanisa leo tangia pesa ilichukua nafasi ya kwanza ya kucontrol kanisa, basi hata uwezo wa Roho Mtakatifu inapunguka. Alafu kuna kwa kitu kinachoitwa compromising. Ina compromise. Unaona, compromising maana yake nini? Unaanza kuguswa neno la Mungu. Ndio maana unakuta watu wengine sasa kwa kutafuta pesa wakiwa tengenezea neno la Mungu ya kufutia nayo watu. Ndio unakuta kwamba unajua kazi ya Mungu haiwezi kwenda kwa ajili ya bila pesa nini, lakini lengo lake sio lile. Lengo lake kazi ya Mungu ni yeye ndio kazi ya Mungu sasa hapa. Unakuta sasa kanisa inaanza kucompromise. Ndio maana unakuta watu wanaanza kuambia mimi kuhubiri nipewe. Unakuta mmoja anafika anaanza kufanya vitu vya ajabu ili tu apate. Na ili ujue kwamba amesha compromise, usimupe chochote uone. Usimupe chochote. Umwambie kwamba Bwana akubariki, tunashukuru, Mungu atakulipa. Anakuambia sirudi tena pale. Anakuambia sirudi tena kwa sababu ameko. Kwa hiyo kifupi ni kwamba kanisa alitakiwe kutafuta pesa kwa namna ya kucompromise. Kanisa inaweza kutengeneza pesa ikiwa na vitega uchumi vyake ambavyo ni halali
kwa kuweza kutengeneza pesa na kupambana na ule uhaba wa pesa. Pesa kanisa inaweza kawa, kuna mataasisi makubwa mengine ya makanisa, wana mashule, wana vitu vingi ambavyo vinatengeneza pesa, wana mashamba, wana vitu vingi, wana makampuni, wana viwanda, hivi vinaleta pesa, alafu wana support mission. Ndio. Wainjilisti wanakwenda kuhubiri injili, wanafanya mikutano mikubwa, wanafanya. Lakini pesa ya kwa ajili ya kutajirika wewe mwenyewe, kwa ajili ya kutengeneza sifa zako mwenyewe, kutengeneza ulinzi wako mwenyewe, uangalie vizuri. Yesu anasema hakuna mtu anaweza kutumikia mabwana wawili. Ukatumikia Mungu, utumikie na mammon. Tamaa ya pesa itakufanya usimtumikie Mungu mpaka uone ile sura iko kwenye note. Kwa hiyo ya mwisho, Dr. nashukuru sana. Ya mwisho sasa, kama mwalimu wa Christocracy na tukiwa pamoja na mtume wa Christocracy Africa, nafasi ya wana Christocracia, God's representative on earth, God ambassadors on earth, nafasi yao ni nafasi gani mbele ya pesa? Kweli. Turudi kwa swali ya kwanza. Nasema kwa nini ulimwengu mzima inatawaliwa na pesa na utajiri na vingine tumeshaelewesha. Ndio. Sasa kuna neno Yesu Kristo aliongea. Anasema hivi: kwa sisi zote waliamini Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Hata tukiitwa wa Kristo, hata tukiita wana Kristokrasia ni sawa tu. Anasema mtazame na nupatia uwezo ya kutembea juu ya nyoka na juu ya nge. Kisha naongeza, hakuna uwezo hata moja itaweza kunusuru. Haleluya. Sasa pesa ina uwezo. Mali za dunia ina uwezo. Mwana Kristokrasia yote anajifunza kutawala yulu ya upendo wa pesa, kutawala yulu ya upendo ya vitu vyote. Kutafuta pesa au kufanya mali, mwana Kristokrasia anafanya mali, anatafuta pesa, aina kwa ajili ya sifa yake mwenyewe. Kama vile mtumishi wa Mungu Timotheo alipokea mafundisho kwa mtume Paulo, anasema wakwe watajiri kwa ajili ya matendo mema, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kuna mahali anaongea na Wakorinto anasema mkwe watajiri kwa ajili ya Mungu. Utajiri wa kanisa, utajiri wa watoto wa Mungu. Mtumishi wa Mungu hapa anatokea Burundi. Wandugu wa Burundi walimpokea, wananiingisha kwenye hotel fulani, ndio mahali nilikuwa naishi. Sasa inatokea ule kiongozi wa hotel anapokea taarifa ya kwamba huyu ni pasta. Akanikaribia, wakati ananisindikiza ananiuliza, umeingia je kwa hiyo hotel? Nikasikia vibaya kidogo, huyu jamaa vipi, anakuwa mpendelezi au nini? Anakuwa ananiuliza wewe unafika huko hotel namna gani, kama dukana kupeleleza, kama ananipendeleza. Nikapata moyo mzuri tu ya kuweza kumjibu. Nikamwambia kuna watumishi wa Mungu walinipokea hapa, ni wao tu nje walishughulikia maneno ya hiyo hoteli. Anasema sawa, mimi ninakuwa kwako kwa sababu ninafurahi sana, mimi ni Mkristo, wakati tena mimi naona mwenzangu Mkristo kisha mchungaji, inabidi nimkaribie tuongee naye tufurahi naye, njoo kwa maana mimi nafurahi sana na wewe. Anaingia kwenye hoteli tukikaa naye, ananiambia sema mimi nilikuwa nafanya kazi sehemu nyingine, lakini wakati huyu mtajiri anafanya hii hoteli yake akajulisha mtu fulani anitafute, na wakati ananitafuta huyu jamaa ananiita anikarisha, anasema mimi natafuta mtu ataniwezesha mwi kazi yangu. Na bana niambia sasa wewe utaweza kuniwezesha. Lakini na jambo napenda kujulisha, njoo mwenye hoteli. Na jambo la kujulisha wewe kiongozi wa hoteli. Kama utakubali kutumika na mimi, kitu cha kwanza jua ya kuwa hii pesa inanisaidia kumiliki hii hoteli. Nina mahali ndiipata. Yaseme umeipata wapi? Anasema Mungu wa kumbingu ndio alinipatia hiyo pesa. Sasa kwa sababu Mungu ananipatia hiyo pesa, wewe unakubali kwa kiongozi wa hoteli yangu, hakikisha ya kwamba kwenye hoteli yangu haina mali ya uzinzi, haina mali ya usharati, haina mali ya kuweza kuingisha wale watu wanakuwa nafanya pesa makahaba na wengine. Hakikisha kabisa, kwa sababu siwezi kupata hela ya kutokea kuuchafu. Una jamaa mara nyingi kama tunaenda kwenye mahoteli vile, chakula inakuwa na bei kubwa. Mimi kama Mkristo ndikuwa kule, ndikuwa naondoka ninaenda kununua chakula kwenye watu wa ngambo ya upande wa pili. Wakati tu ananijulisha ile jambo, nikasema hapana,
Tanunua chakula hapa. Tanunua chakula hapa. Sababu pesa hii inaendeleza kazi ya ufalme. Hata kama yanaweka bei kubwa, mimi ninunua hapa. Jamani, nikanunua pale. Wow. Kwa ajili ya kuhakikisha sema yetu pesa tuko naipata haina kwetu sisi wenyewe, lakini tunatumikia Mungu na pesa yetu. Amen. Kwa ajili ya ufalme wetu. Amen. Na hii hoteli ni hoteli nzuri sana. Mimi kama naona mtu anaanza kuelekea Burundi, nitamwambia jamani uende kapeleke pesa. Wapendwa, yule ni mwanakristokrasia ambaye yuko Burundi. Amepata, Mungu amemtadirisha na amefungua hoteli yake. Ndio. Amesema hataki kabisa hiyo hoteli waingie makaaba, watu wafanye uzinzi pale. Anahakikisha wanaoingia wawe ni watu wanaojiheshimu na apate pesa safi, kwa sababu hawezi kuchanganya pesa chafu na pesa ambayo Mungu amemupa. Kwa hiyo position au ni nafasi ya mwanakristokrasia mbele ya pesa au mbele ya ulimwengu uliotawaliwa na pesa. Pesa na vitu. Dokta ameeleza vizuri sana kwamba kanisa kama superstructure au taasisi la kimungu. Wakati Yesu Kristo analijenga kanisa katika Mathayo 16:18 anasema hivi, malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa. Kwa hiyo Mammon hawezi kushinda kanisa. Sisi wanakristokrasia ni wakilishi wa Kristo duniani. Wakristo ni wakilishi wa ufalme wa Mungu duniani. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 1:26 mpaka 28, Mungu anapoumba anasema tuumbe mwanadamu ili kwa mfano wetu, kwa picha yetu, ili apate kutawala. Atawale juu ya wanyama wa porini, samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama, viumbe vyote vinavyotambaa. Kwa mwanadamu akaweka pale kuwa kama steward. Manake kama msimamizi, ndio manager kama vile hotel. Amekuwa pale kama manager. Sasa amepewa hivi vitu vyote. Ndio. Na kuja kushangaa hivi vitu vyote vinaanza kumtawala yeye. Kwa hiyo mwanakristokrasia hatawaliwe na vitu. Na ule jamaa ule mwenyewe kiongozi wa hotel manager ananiambia sema jamani, sikufahamu. Ni mara ya kwanza tunakutana na wewe, lakini nina kitu ninapenda unitendee. Uniombee Mungu. Hivi nitimize lengo ya la bosi wangu. Haleluya. Kwa kweli hao ni watu wazuri sana. Tunataka tuwe na watu kama wale. Watu ambao wanatengeneza rasilimali, pesa, vitu kwa ajili ya kuendeleza ufalme wa Mungu kwa kutumia nguvu zao, vipaji walivyokuwa navyo. Hawezi kutengeneza pesa tu kwa kuhubiri na kwa kuimba. Unaweza kutengeneza kwa kutumia pia vipaji vingine. Aliyekupa kile kipaji cha kuimba na cha kuhubiri, anaweza kukupa pia kipaji kingine ili wewe uwe na uwezo wa kuweza kusupport huduma ulionayo. Na unaposupport huduma ulionayo, pia Mungu atagusa mioyo ya watu kwa kuona mfano wako wa kujitolea wewe mwenyewe. Kwa sababu mtu hawezi kuthamini kitu ambacho wewe mwenyewe hujakithamini. Kwa hiyo nafasi ya wanakristokrasia mbele ya pesa ni kutumia pesa kama zana tu. Kama kifaa cha kuweza kuendeleza nacho kazi ya ufalme wa Mungu mbele. Namna nyingine pesa kwa mwanakristokrasia ni mtumwa wetu. Tunaiweka chini ya miguu yetu. Kama vile Biblia inasema kwamba subdue, tiisha. Kwa tunatakiwa kutiisha pesa. Licha ya kwamba pesa na control ulimwengu mzima. Pesa anakuwa kama vile simba, anakuwa na ongoroma. Unaona kulikuwa simba kwenye shimo yenyewe waliingisha. Ule mfano mzuri sana. Sasa simba mbele ya Mungu inabidi amkule. Lazima mtafune amrarue kabisa. Sasa Mungu akafanya simba siwe kwa na nguvu tena mbele ya mwanakristokrasia Danieli. Hapo kwa hiyo hapo umenikumbusha ile somo moja ambalo nimewahi kufundisha kwamba alifundisha mtu wa kwanza aliyofundisha hicho kitu alikuwa ni Bishop Chimbalanga. Andre Chimbalanga Kongo ni mwanakristokrasia, alihubiri akasema Daniel the true Christocrat. Kwa hiyo Daniel alikuwa ni mwanakristokrasia wa kweli. Kwa sababu simba alikuwa anakula watu wote. Kama vile Mammon amechukua watu wote ulimwengu mzima. Lakini wakati yeye alitupwa kwenye shimo la simba, Mammon akashindwa. Manake simba akashindwa kumula yeye. Sama yote ikaisha. Kwa hiyo sisi nafasi yetu kama wanakristokrasia mbele ya pesa ni kuitiisha. Mungu awabariki sana watazamaji wetu mnaotufuatilia. Ni mtume wa Christocracy John Kapeta pamoja na
Dr. Willy Balebela. Tusikasahau wale wa jamaa wanatusaidia hivi tufike kwenye. Pia tuwakumbuke mafundi mitambo wetu. Tunaye kwenye kamera tuko na Prince Joseph Mkala yuko pale na Ben Kabea pamoja na Dan Mulumba Mujandambu. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Asante kwa kuweza kutusikiliza. Tutaendelea na vipindi vyetu. Tunakumbuka pia na kumpa pole pia mtangazaji wetu Violet Faith ambaye hatuko naye siku 2-3 kwa sababu ya msiba, lakini tunaamini kwamba tuko pamoja na wewe. Salamu kwa wana Kristokrasia wote. Mungu awabariki. Asante.